Kivuli cha mti wa mugumo. Kila jioni Juma aliketi chini ya mti wa mugumo uliosimama katikati ya kijiji cha Mwangaza. Mti huo ulikuwa wa zamani kuliko kumbukumbu za wazee wengi. Ilisemekana ulikuwa shahidi wa ahadi, machungu na siri nyingi za watu wa kijiji. Juma alikuwa mvulana wa miaka 16, yatima tangu utotoni. Aliishi na nyanya yake, Mama Njeri, aliyemfundisha heshima na subira. Licha ya umaskini, Juma alipenda shule na aliota siku moja kuwa mwalimu. Siku moja, wakati wa kiangazi kikali, kijiji kilikumbwa na uhaba wa maji. Visima vilikauka, mito ikanyamaza. Watu wakaanza kunong'ona kwamba mti wa mugumo ulikuwa umekasirika kwa sababu ya watu kukosa umoja. Wengine walitaka kuukata ili kujenga soko. Juma alipinga vikali. Mti huu ni ishara ya umoja wetu, alisema kwa ujasiri mbele ya wazee. Tukiukata tutakata mizizi yetu wenyewe. Maneno yake yaliwagusa wengi. Wazee wakaamua kusubiri na kufanya mkutano wa kijiji chini ya mugumo. Wakaomba, wakaungama makosa yao na wakaamua kusaidiana badala ya kulaumiana. Usiku huo mvua ilinyesha kwa nguvu. Asubuhi yake kijiji kilikuwa kimejaa furaha na maji yakarudi kutiririka. Tangu siku hiyo Juma aliheshimiwa kama sauti ya matumaini. Na mti wa mugumo uliendelea kusimama kama kivuli cha hekima na umoja wa watu wa Mwangaza.